Yes, uhabari gani mwana habari na wewe ambaye unaendelea kunifuatilia kupitia akaunti yako hii ya YouTube. Majina yangu naitwa Junior na hii ni Junior Media, michezo, habari pamoja na burudani. Katika taarifa ambazo tunaendelea kukusogezea katika vipindi vilivyoweza kutangulia na hata hiki ambacho leo umeweza kubonyeza na kutazama nini ambacho kinaendelea katika habari za kimataifa, ni mashambulizi ya Ukraine katika viwanja vya ndege vya Urusi kubadilisha hali ya mambo. Katika taarifa ambazo tumeendelea kusogezea ni kutoka kule nchini Urusi pamoja na Ukraine, ambapo taarifa zimeweza kuthibitisha kwamba siku chache zimepita na Ukraine bado inatafakari madhara kamili ya operation ya Spider's Web iliyoshuhudia mashambulizi makubwa siku ya Jumapili dhidi ya ndege za kivita za Urusi. Siku ya Jumatano, shirika la ulinzi la Ukraine SBU ambalo lilipanga shambulio hilo lilitoa video za ziada za mashambulizi hayo pamoja na taswira ya kustaajabisha ya jinsi operation hiyo tata ilivyoendeshwa. Picha za satellite ambazo zimeibuka tangu Jumapili zinaonyesha ndege za kivita zilizoharibiwa kwenye kambi za anga za Olenya, Ivanovo, Diagilevo na Belaya na kuthibitisha mafanikio makubwa ya operation hiyo. Kwa waangalizi wa Ukraine, operation nzima iliyoandaliwa kwa mwaka 1.5 inabaki kuwa ya kushangaza, ambayo hii inaweza kuhesabiwa kuwa moja ya operation nzuri zaidi katika historia yetu, anasema Romani Poholi, mwandishi wa Deep State, kundi la wachambuzi wa masuala ya kijeshi kutoka kule nchini Ukraine. Lakini hata hivyo, mafanikio ya operation yao yamekuja kuwa ni muhimu kutambua kwamba karibu taarifa zote ambazo zimejitokeza juu ya shambulio hilo zimetolewa na SBU yenyewe, huku Kremlin ikiwa haijakanusha chochote. Akizungumza na vyombo vya habari siku ya Jumatano baada ya kukabidhi nishani kwa maafisa wa SBU walioshiriki katika operation hiyo, Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alirudia madai kuwa ndege 41 zimeharibiwa. Nusu ya hizo haziwezi kukarabatiwa tena, alisema, na zingine zitachukua miaka kuzikarabati ikiwa kuna uwezekano huo wa kuzikarabati. Ikiwa kungekuwa na usitishaji mapigano, aliongeza, operation ya Spider's Web isingetokea. Video ya dakika 4 iliyotolewa na SBU inatoa maelezo muhimu. Droni 117 zilihusika kushambulia ndege za kivita, ndege za usafirishaji na ndege za rada za AWACS. Moto unaonekana kuwa kwenye ndege kadhaa zilizoshambuliwa. Moto unaonekana kwenye mbawa za baadhi ya ndege na kufichua kwamba tayari ndege hizo zilikuwa na makombora ya kushambulia ambayo Urusi imeyatumia katika mashambulio yake ya anga dhidi ya Ukraine. Ndege zisizo na rubani zinarushwa na marubani walioketi nchini Ukraine zimeshambulia kwa uangalifu na kwa usahihi maeneo hatari, ikiwa ni pamoja na matanki ya mafuta yaliyo kwenye mabawa ya ndege. Baadhi ya milipuko ya moto yanaashiria matanki hayo yalikuwa yamejaa mafuta tayari kwa kupaa. Sehemu moja muhimu ya video inaonyesha droni ikishambulia ndege mbili za Beriev A-15. Ndege kubwa za rada zilitengenezwa kwa mara ya kwanza wakati wa utawala wa Umoja wa Kisovieti. Kati ya ndege zote zilizolengwa katika operation ya Spider's Web, A-15 ndio muhimu zaidi. Zina rada zenye uwezo wa kuona shabaha na vitisho umbali wa zaidi ya kilomita 600 sawa na maili 372. Kabla ya uvamizi wa Urusi mwaka 2022, inaaminika Urusi ilikuwa na ndege aina A-15S9 kabla ya Jumapili iliyopita. Takribani 3 kati ya ndege hizo zilidunguliwa na kuharibiwa katika mashambulio ya nyuma ya droni. Picha za hivi punde zaidi zinaashiria kwamba droni zimepiga ndege mbili za rada aina A-15 zilizoegeshwa kwenye uwanja wa ndege wa Ivanovo Severini kaskazini mashariki mwa Moscow. Hata hivyo, kwa kuwa video ilikatika wakati wa shambulio, ni vigumu kuthibitisha hilo. Picha za satellite zinaonyesha kwa uwazi mabaki ya ndege za kivita, lakini hazionyeshi ndege za A-15. Ikiwa madai ya Ukraine ya kweli, basi ndege hizi muhimu za rada za Urusi kwa sasa huenda zimebaki 4. Kuanzisha upya
Kuanzisha upya uzalishaji wa A15 kwa sasa ni vigumu kutokana na vikwazo vya uingizwaji wa vifaa kutoka nje na uharibifu wa viwanda vya uzalishaji, anasema mchambuzi wa masuala ya ulinzi Seherini Kuzaa. Kwa hivyo kila uharibifu wa aina hiyo ya ndege ni tatizo kwa Urusi, kwani haiwezi kurekebisha uharibifu huo kwa haraka. Taarifa zingine mwanahabari zinasema mapema Jumatano SBU ilitoa video nyingine ya mashambulizi ya Jumapili, matumizi ya kontena maalum zilizowekwa kwenye malori na kusafirisha ndege zisizo na rubani hadi maeneo yaliyo karibu na vituo vinne vya anga vya Urusi. Video mbili zilionyesha lori lilobeba kile kinachoonekana kuwa maboksi ambao yaliyoficha drone. Kwa mtazamo wa kijeshi, hii ni hatua ya mabadiliko katika vita, anasema mtaalamu wa usafiri wa anga Anatoly Krapschinsky. Kwa sababu wametoa pigo kubwa kwa Urusi na uwezo wa shirikisho la Urusi zaidi ya miezi mitatu baada ya Donald Trump kumkashifu Volodymyr Zelensky akimwambia hana nguvu, Ukraine imetoa jibu kali. Ukraine imeonyesha dunia nzima kwamba Urusi kwa kweli ni dhaifu na haiwezi kujilinda ndani, anasema Krapschinsky. Lakini hilo halimaanishi kwamba Urusi iko karibu kubadilika. Baada ya mazungumzo yake ya hivi punde na Vladimir Putin, Donald Trump amesema wamejadili kuhusu mashambulizi ya Ukraine. Yalikuwa mazungumzo mazuri, rais wa Marekani bwana Donald Trump alisema kupitia mtandao wa kijamii wa Truth Social, lakini sio mazungumzo ambayo yatasababisha amani ya haraka. Rais Putin amesema na kusisitiza sana kwamba atalazimika kujibu mashambulizi ya hivi karibuni ya Ukraine kwenye viwanja vyake vya ndege. Mwanahabari, nikushukuru sana kwa kuendelea kuungana nami. Hizi zilikuwa ni taarifa kutokea katika nchi ya Ukraine pamoja na nchi ya Urusi. Hizi zilikuwa ni taarifa za kimataifa kutokea nchini Ukraine pamoja na nchini Urusi ya kile kinachoendelea, kidaiwa kuwa ni mzozo kati ya nchi hizo mbili, huku vita kwa kutumia drone zisizo na rubani na makombora mazito na vita vikiendelea nchini humo, huku mataifa kama Marekani yakiingilia kile ambacho kinaendelea Ukraine pamoja na Urusi ili kupata suluhu ya amani. Nikushukuru sana, naitwa Junior na hii ni Junior Media, michezo, habari pamoja na burudani. Niseme asante kwa wale ambao wameshasubscribe na kwa wale ambao bado, hakikisha una subscribe ili uweze kuwa mwanafamilia. Ni furaha yangu na nikushukuru sana kwa kuendelea kuungana nami. Kutokea hapa sina la ziada, nikuage na nikutakia siku njema. Bye bye.